Tukio lingine, kuna tukio moja, mume wangu alikuwa amesafiri. Usiku, nikiwa nimelala saa 7 usiku. Nikaa naona, niko ndani ya neti, nikaa naona kuna kidudu fulani hivi, yani kidude hivi. Kiko mule ndani, yani yani mimi nimekutana na matukio mpaka mengine nayakumbuka. Akaondoka. Nikabaki pale, huduma ikaendelea. Kesho yake tulikuwa ni Jumapili, tunamaliza. Baada tu alikuja mimi nikiwa ninamalizia kuombea watu. Tunamaliza yale maombezi, nikamwona amefika, wakamkaribisha. Alafu alivyofika, ghafla nikajisikia vizuri. Nikajisikia amani moyoni. Ani alivyoondoka nilimwambia tu Mungu, sina hata cha kukwambia. Yani naomba tu nijue yule mtu umemtuma wewe au ni nani, anafanya kazi na nani. Natamani kujua hivyo. Kama ni wa kwako, basi kuna vitu ambavyo nilimwomba Mungu viwe madhihirisho, ikiwepo amani ya Kristo moyoni, lakini azungumze vitu fulani ambavyo kuna namna Mungu anaongea na mtu, unasikia mguso ndani. Yani kuna kitu unasema hiki, kama ananiambia mtu, naona kabisa hiki kitu huyu aongei cha kwake. Hiki kimetoka kwenye madhabahu ya kimungu. Na mtu unaweza ukashangaa hata hujui unaongea nini. Kwa mfano mimi naongea hapa, watu wanaguswa, lakini wakati mwingine naona naongea maisha yangu. Kumbe ninamuelezea Mungu alivyo kwa watu. Kwa hiyo yule baba alivyofika safi. Na kwa sababu na wale wana wa Mungu wapya waliokuwa kwenye ule ufalme wa giza, yani wachawi, walikuwa tayari wako pale. Kwa hiyo chakula kiliandaliwa, tukakaa meza moja. Yule baba yuko hapo, mchungaji mwenyeji na viongozi wake, na yule mamangu nilienda naye pamoja na mimi. Nikaa namshuhudia yule baba, yani nikajisikia naongea na babangu. Yani niliongea naye tu ile jana yake tena hivyo juju, lakini ile siku alivyokuja, basi nikajisikia naongea na babangu, ninamueleza baba, huduma ya jana ilikuwa hivi, hawa unaowaona hapa, yani natoa ripoti. Kwa hiyo najisikia kama naongea na babangu, nikamwambia hawa unawaona hapa walikuja jana, ilikuwa hivi na hivi na hivi. Tunamshukuru Mungu ambaye ana upendo kwa kila mwanadamu, amewachukua sasa ni watoto wake, wamefanyika kuwa watoto wa Mungu. Yule baba akajisikia vizuri sana. Akanitia moyo, hongera sana mwanangu. Mungu azidi kukutumia. Unafanya kazi nzuri. Yani naongea na baba, unajua najisikia vizuri sana. Basi tulivyomaliza mazungumzo yale, wale wakatupisha sasa. Tukabaki mimi na yeye na huyo mama. Tumekaa. Yule baba aliongea maisha yangu. Aliongea vita ninayopitia. Akachimbua na jambo liko ndani ya yule mama moyoni. Akamwambia hivi, Mungu amenituma kwenu wewe na mume wako. Kuna namna ambayo mmeitenda kwa huyu binti. Huyu binti amembeba Mungu. Hajabeba kitu cha kwake. Na Mungu amewapa nafasi, mmetumika kama njia ya kumsaidia. Msaidieni huyu binti. Msije mkaharibu kitu ambacho kiko ndani yake. Yule mama akawa analia. Jamani, huyu Mungu ni wa ajabu sana. Watu waelewe kwamba Mungu yupo. Hata kama utatendewa mambo kwa hila, Mungu anaona. Mungu ni wa haki sana. Mimi nilikuwa sijui kinachoendelea, lakini ninamshukuru Mungu sana. Sana sana. Ninamshukuru Mungu. Siwezi kuongea mambo mengi kwenye hilo. Kuna vitu vingi kadhaa nimevikumbuka. Ninamtukuza sana Yesu. Akaongea yule baba, akana niambia mimi sasa,
akaanza kuniambia huduma yangu itakavyokuwa, na ninakuhakikisha ninachokiona leo ndicho yule baba alichoniambia miaka hiyo 2016. Sitasahau. Roho Mtakatifu ni mzuri. Yani hapa ninaongea kama ndo nimekaa na yule baba. Ile siku nilimuogopa Mungu. Tulikuwa tumekaa kwenye viti vya plastiki hivi. Nilikuwa nimeshusha miguu hivi, kiti kama ulichokalia wewe. Kama ulivyoshusha miguu hivyo. Nilinyanyua miguu yangu. Nikahisi Mungu amejaa kile chumba. Nikaa naogopa hata kushusha miguu, naogopa na mkanyaga Mungu, nakwambia. Mungu aliongea maajabu kwenye maisha yangu. Yule baba akaniambia, huduma yako ni kubwa. Wewe ni mtumishi wa Mungu mkubwa. Akaniambia Mungu anainua vinyonge kuaibisha vyenye nguvu. Akaniambia Mungu anataka kukutumia kwa ajili ya kulikuza kusudi lake kwenye maisha ya mwanadamu. Akasema jitazame kama mtumishi wa Mungu. Akaniambia ninafahamu Mungu amekutoa mbali. Yani yule baba hata pale kanisani hajulikani, yani hakuna anayemfahamu, ndio wote tulikuwa tunamfahamu kwa mara ya kwanza. Akasema ninafahamu Mungu amekutoa mbali. Amekupitisha kwenye mambo mengi. Kule kote ulikopitia changamoto alikuwa pamoja na wewe. Sasa yule Mungu ni wakati anataka kukutumia, alikuwa anakutengeneza. Nika naogopa, unaelewa ni? Anaongea mpaka unasikia kama tumbo linauma, so tumbo. Yani kuna namna unasikia kile kitu ambacho Mungu anasema na moyo wako unamuogopa Mungu sana. Nikawa ninaanza kupata picha ya maisha yangu ya mbele kwa sehemu. Nikaanza kutafakari yale niliyoyapitia, yakaanza kunipa mwelekeo kwamba inawezekana yale ambayo nimeyapitia yote, inawezekana kumbe Mungu alitaka niwe hivi. Nikakumbuka watumishi wengi wa Mungu walimopita, hasa Yusufu ambaye alikataliwa na ndugu zake kama mimi nilivyokataliwa, na sababu za kumkataa ilikuwa ni kuota ile ndoto. Nikasema inawezekana kwa sababu ilipita miaka kadhaa pia, lakini wakati wa Mungu ni wakati ambao hakuna mtu anayejua kwamba ndo wakati wa kitu gani kinaenda kutokea. Niseme tu hivi kwa mtazamaji anayenisikiliza, usimdharau mtu. Huwezi ukajua mtu ni nani kwa macho ambayo unamtazama ya nyama. Kwa hiyo ni vizuri kumheshimu kila mtu ambaye ameumbwa kwa mfano wa Mungu, kwa sababu kila mtu amebeba kusudi la Mungu, awe ameokoka au hajaokoka. Kwa maana hii hapa, yule ambaye hajakubali kumpa Yesu maisha yake, yeye tu anakuwa alilipoteza kusudi. Lakini kila mtu ambaye anakuja duniani, kwa kweli ninaamini Mungu anakuwa amemleta kwa kusudi maalum. Ni vile sasa tunaishi kwenye dunia yenye uharibifu mwingi, na ninataka nimwambie mpenzi mtazamaji wa NYTV kwamba yuko kwa kusudi la Mungu. Afanye haraka. Yesu anasema mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Si kwa habari tu ya kwenda mbinguni, lakini kuja kwa Baba kumtumikia. Yesu ndiye njia. Kwa hiyo Yesu anaokoa, amefanyika kuwa baraka kwetu. Kwa hiyo mtu anapomkubali Yesu, liko kusudi ambalo amewekwa ili alifanye. Na Yesu yupo kwa ajili ya kututia nguvu na kutuimarisha. Tukio lingine, kuna tukio moja, mume wangu alikuwa amesafiri. Usiku nikiwa nimelala saa 7 usiku. Naona niko ndani ya neti. Naona kuna kidudu fulani hivi, yani kidude hivi kiko mule ndani. Yani yani mimi nimekutana na matukio mpaka mengine nayakumbuka.
Ngoja nilisema ile afu lingine nitalisema. Kwa hiyo kile kidude kinatokea kama nishtua hivi afu baadaye kinapotea afu kuna giza. Nilikuwa na mwanangu wa kwanza huyo. Baadaye nikasikia kama watu wanaongea nje. Roho Mtakatifu ananiambia nyanyuka. Nikasema niende wapi? Na hili dude lililoko kwenye neti. Akaniambia nyanyuka. Nika na nyanyuka. Nikafungua mlango, nikatoka nje kwa ujasiri tu. Nilivotoka nikazunguka nyuma ya nyumba nikawakuta watu wawili. Sitasahau. Mmoja alikuwa anachimba. Mwingine ameshika kidude ili wafikie pale nyumbani. Walikuwa wamekuja kunichawia. Jamani, Mungu ni halisi, alogeki. Mimi ninaamini hakuna mtu atakaa niloge kwenye maisha yangu. Hayupo. Hayupo. Haiwezekani, nimembeba Mungu halisi. Kwa hiyo nilivyowakuta wale watu wakashtuka, unafanya nini hapa? Nikamwambia niwaulize nyie mnafanya nini usiku saizi kwenye nyumba yangu? Wanakuuliza tena wao badala wao kuuliza. Walipata mshtuko, hawakutegemea. Afu mtoto wa kike wakawa wanababaika wanababaika ile, yani si unajua ile ukishakamatwa huna hata cha kufanya. Kwa hiyo wakawa wamehangaika pale. Nikarudi ndani. Unajua nilivyowaona walikosa ujasiri. Mimi nikarudi ndani. Unajua issue za wachawi mimi nimepitia sana, kwa kuna mdaga hata sihangaiki kuomba. Nikarudi ndani, nikatulia. Nikasema Mungu, baadaye nikamwambia Mungu, sasa hawa wanatakiwa wajue wewe ni Mungu unayeishi. Na nikaamini Mungu kunitoa tu niende nikawaone, kuna tukio lazima tu. Aidha Mungu ananifundisha jambo niwe hodari tu, yupo. Nisiogope. Hata nilipokuwa nakiona kile kidude ndani nilishtuka. Lakini nashukuru Mungu nikawaona. Wiki moja mmoja wao akafariki. Mwingine wa pili mpaka hivi ninavyoongea ni mlemavu. Ni matukio halisi, sitayasahau. Nikimuona yule baba na ananiogopa mpaka kesho. Na kwa sababu kule kwetu tulipokuwa tulijenga pembeni. Si unajua viwanja mara nyingi vinapatikana pembezoni ambako kunakuwa mashamba kwa walikuwa ndo wenyeji. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu nilivuka hapo, lakini sitasahau. Kwa nini? Kwa sababu kuna mlemavu nikimuona nalikumbuka lile tukio. Wakati unatoka kile kidude ulikiacha kwenye neti au na wakati ulirudi ulikikuta? Sikukikuta tena. Nisingeweza kukikuta wakati walokuwa wanataka kukichimbia pale ndo wale. Kwa hilo ulionyeshwa kwenye ulimwengu wa roho. Sio ulimwengu wa roho, hivi na macho. Physical. Marudi umekuta kipo. Sikukikuta tena. Tukio lingine sasa. Kwanza kabla hujaenda kwenye ile tukio lingine, huyu baba hajawahi kutaka hata kuja kuambia naomba uniombee? Huyu ambaye ni mlemavu sasa. Anasemaga huyu mama ni mlokole, so akumsogelea kabisa huyu. Yaani hilo anakili kabisa. Anakili kabisa. Kama nilivyotangulia kukwambia, kuokoka ni mtu mwenyewe achukue hatua mwenyewe. Yesu sio dikteta, ila neema inayowaokoa wanadamu wote ameifunua kwa kuyatoa maisha yake. Hivyo. Tukio lingine sasa. Sijui kama huku Dar es Salaam iliwahi kusikika. Lakini kule kwetu Sumbawanga lilitokea jitu la ajabu. Lilikuwa linawatokea watu. Lile lilikuwa linaitwaga jini. Hivyo tu watu walikuwa wanaliita jini linatembea. Mimi siku moja nilikuwa naenda zangu kanisani. Nimepita mahali eneo la soko, nikakuta watu wanaambizana. Lile jini likiingia ndani, linamwambia mwanaume asogee pembeni, alafu linambaka mke wake. Nikaona maajabu. Hili jambo ni kweli? Nikaa nashangaa sana. Basi katika kushangaa kwangu nikarudi zangu nyumbani. Nilipofika nyumbani nikakuta hizo habari tena mtaani kwetu. Wakasema na mwenye hilo jini kakimbilia upande wa kule kwetu sasa nakoishi mimi.
Wakasema amekimbilia kule, kwa limemfuata kule. Ikifika saa 1 jamani, haya matukio ikifika saa 1 jioni, yani mnaanza kuhisi hali ya hewa imebadilika. Mimi nilikuwa sijalijua kwa kina linaingia vipi ndani. Siku moja saa 6 usiku, mume wangu alikuwa amesafiri ameenda shambani huko. Niko na mwanangu tumelala saa 6. Hatuna umeme, tunawasha kibatari. Nikiwa nimelala hivi nishangaa lijitu liliingia kwenye kona. Lilivyoingia kwenye kona, nipo pale kitandani. Naliona, yani najaribu nilione vizuri yale, yani ile macho linakwepesha hivi. Yani unavokwepesha wewe hivi ili ulione vizuri, linakumulika na yale macho yake. Sioti ndoto, ninaona. Watu wa Sumbawanga watanielewa. Hilo dude lilitokea Sumbawanga, lilitangazwa mpaka kwenye vyombo vya habari. Yani lile jitu lilikuwa la ajabu. Kwanza linavotokea tu, yani unavoliishi linakuja pale nyumbani. Yani nilidude sijui ilikuwaje bwana, mimi sijui wachawi na mambo yao. Lakini hatua mnasikia paka nyumba inatikisika hivi. Kwa hiyo likali linaingia mule ndani. Nashangaa nikiangalia hivi linani face na macho yangu hivi. Nikiangalia hivi ila lifuatilia hivi nikaona tu ni jitu lina manywele hivi afu limevaa pensi. Nikaanza kukemea kwa jina la Yesu na kuamuru. Kwa jina la Yesu nikanaona linaanza kurudi nyuma, linafanya hivi, baadaye likatoka. Ila linavotoka nikasikia kishindo kikubwa, nikanyanyua simu kumpigia jirani yangu. Dada, nimekutana na kitu cha ajabu humu ndani. Kuna kitu kimenimulika na macho, akili yangu kwamba ni lile wanalolizungumzia watu haipo. Yule dada ndo alitetemeka, alisikuzimia, maana kumbe yeye kasikia kabisa kwamba lile dude lina macho kama taa. Kwa hiyo likikumulika, likiingia linakumulika, ni kukupoteza wewe usiwe na uwezo wa kuona vizuri. Lile tukio sitakaa nisahau aise. Lilikuwa ni tukio la kihistoria. Lilikuwa tukio la ajabu sana, lakini mume wangu akarudi kesho yake. Sasa mimi nilikuwa najisikia vibaya kwa ajili ya watu wengine. Nikamuita balozi wa mtaa. Nikamwambia, ili swala mnalichukuliaje? Watu wamewambia kwamba kuna lidude linaishi. Kwa nini msifuatilie hiki kitu ni kitu gani, ili taharuki zipungue kwa watu? Maana akijulikani ni binadamu, watu wanasema wanakiona ni binadamu, watu wanafanyaje? Sasa hizi ni taharuki. Watu wakanishangaa, wewe dada, uogopi? Na nilikuwa siogopi kweli. Mimi ninamwamini Mungu kwamba ananitetea. Vipi kuhusu watu wengine? Kwa hiyo walikuwa wanatafuta mashahidi ambao wamekiona hicho kitu. Nikasema mimi nimeona. Kikoje? Nikamwambia kiko hivi na hivi na hivi na hivi. Hivyo. Maana nasikia kwa wale sasa wengine wanasema ulikuwa unaweza ukaa umekaa, unashangaa unapika jikoni, unashangaa kinakwambia habari za jioni. Kinaongea kabisa. Uko bafuni sijui unaoga, unashangaa kinakupiga mgongoni habari. Hivyo. Kwa hiyo na mimi nilikutana na tukio la jinsi hiyo nyumbani kwangu sasa. Kwa hiyo hivyo ni matukio ambayo sitasahau. Mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza kufunua ile sufuria, kwa sababu tumerudi ni jioni. Natakiwa kupika. Nilipofunua hivi nikakutana na damu, nikashtuka. Nyumba mlikuwa mmefunga? Tumefunga. Na tumerudi pamefungwa vile vile. Kwa hiyo mlikafanyaje? Nikachukua zile damu, nikamwaga, nikaosha zangu sufuria, maisha yakaendelea. Hakuna chochote kilichotokea? Hapana. Hakikuendelea chochote. Kuna mambo. Lakini Yesu yupo, yapo ili Yesu atawale. Yes. Unajua sehemu mimi nafurahi, najivunia kuwa mtu wa Sumbawanga pia. Mmoja kwa watu ambao wanauogopa sana. Kule kwetu kuzuri sana, wala hata hakuna shida. Injili ikapigwa kwa kwenda mbele. Injili inapigwa na watu wanaokoka na wachawi wanasalimu amri, wanakuja kwa Yesu.
Kwa hiyo hivyo vitu vinafanyika. Mambo ni mengi yaliyowahi kufanyika magumu sana. Mume wangu, unajua, miongoni mwa vitu ambavyo vilimfanya aanze kuelewa kwamba mke wangu kuna kitu amebeba. Nilikuwa namwambia kuna vitu vingine naviona vya kawaida. Kwa mfano ile umekaa ndani mtu anakuja kugonga hodi umuoni, kawaida tu vile, mimi vilikuwa vinishtui. Yaani ile anapiga hivyo, unatoka umuoni. Kwa hiyo nilikuwa naviona vitu, yani sijui ni yale mapito niliyoyapitia, yani hata sielewi, lakini siogopi sana. Kibinadamu tu labda ile kwa sababu ni mwanadamu unashtuka, lakini siogopi kwamba nitapata madhara kupitia vitu hivyo. Wengine Mungu amekupa ujasiri. Ni hivyo. Ninachoweza nikawaambia watazamaji, Mungu ni halisi. Hiyo ni kauli mbiu yangu. Ninapenda kuitumia hivyo kwamba Mungu ni halisi kabisa. Mimi nimeshuhudia mambo mengi Mungu akifanya, pamoja na watu wanashuhudia kwamba kwa kweli Mungu alifanya. Kwa sababu mimi ilifika hatua yani mama mmoja jirani yetu akaja akanifuata akasema, hapo nyumbani kwako mbona vitu vinakuja sana? Unajua hata kama unamwamini Mungu, lakini kuna vitu inatakiwa uwe makini navyo, tukupe angalau dawa kidogo. Sasa nikasema jamani, yani mimi kwenda kutafuta eti dawa na dhibiti wachawi ni sawa na kuchota maji kisimani unapeleka baharini. Mimi ninaye Yesu ambaye ni kiboko ya wachawi. Kwa hiyo hapana. Kwa hiyo ninawashauri watu wamuelewe tu Mungu, kwamba Mungu yupo. Hakuna mtu ambaye aliwahi kutuma maombi awepo duniani. Mungu mwenyewe kwa mapenzi yake mwenyewe, kwa kutaka kwake mwenyewe, alituumba sisi kwa mfano wake. Kwa hiyo huyo Mungu aliyetuumba kwa mfano wake yupo, na alituleta, anafahamu maisha yetu jinsi yalivyo na yanavyotakiwa kuwa. Kwa hiyo tumwamini Mungu, watu waamini kwamba Mungu yupo, wasikubali kutembea na mizigo mizito kwenye maisha yao, wasiamini kwa habari ya waganga wa kienyeji na wachawi, wasimwekee Mungu mipaka ya kuwasaidia. Unajua kuna muda Mungu anatushangaa sana. Tunalia, yani mtu analia, yani Mungu jamani, anawaonaga tu wengine, mimi hanioni. Mbona nimekaa na jambo hili muda mrefu? Hapana. Mungu anaona, ila wewe sasa ndo uliyempa adui nafasi ya kukukandamiza. Ndio maana Yesu anatoa mwaliko kwamba watu waje kwake wanaolemewa na mizigo, alafu yeye awapumzishe. Kwa hiyo Mungu yupo, yule aliyeziumba mbingu na nchi yupo. Nataka kusema hivi, kwenye kitabu cha Isaya 66 ule mstari wa kwanza anasema, mbinguni ni kiti chake cha enzi na duniani ni mahali ameweka miguu yake. Ile tu inatosha mtu kuelewa kwamba Mungu yupo kila mahali. Wewe, hii dunia sisi tunaitazama tu, macho yetu yana mipaka, hatujui hata inaishia wapi. Huko hapa Dar es Salaam hujui hata mwisho wa Dar es Salaam ni wapi. Sasa huyo Mungu aliyeumba kila kitu, aliyeweka vitu vyote hivyo, afu akaruhusu huyu mwanadamu akae hapo, tena aliyemtengeneza kwa mfano wake mwenyewe, kwa kutaka kwake mwenyewe, yupo tayari kumsaidia mwanadamu. Na ndio sababu kubwa za Mungu kuyaruhusu yote haya. Mtu asikilize shuhuda, mtu asikilize neno la Mungu. Mungu anainua watumishi wa Mungu mbali mbali kwa ajili tu ya kumkusanya kila mtu, kwa sababu ni furaha ya Mungu kuona watu wanatoka kwenye dhambi, wanatoka kwenye vifungo na mateso, wanakimbilia kwake. Mwingine analia, huyu Mungu jamani, ninateseka na magonjwa, hataki hata kufikiria chanzo cha magonjwa yake ni nini. Mwingine amepata magonjwa ya HIV, amepata kisukari, amepata kansa, lakini unashangaa huyu mwenye HIV kuna mazingira ambayo alipita mwenyewe, alitenda dhambi sana, akawa mzinzi sana na vitu kama hivyo,
akapata hayo magonjwa, lakini alijua kwamba Mungu yupo, lakini alionywa kusikia. Linapokuja swala la magonjwa na mlaumu Mungu, moyo wa Mungu unalia sana sana tu. Mungu hafurahi kuona mwanadamu anateseka. Watu waelewe hili. Mungu hafurahi kabisa. Hakuna mzazi anayefurahia mateso ya mwanae, hayupo. Ndio maana kila mzazi ni furaha yake kuona mtoto anasikiliza kile ambacho anakisema. Na ndivyo Mungu alivyo, kwamba ukiharibikiwa huko usimlaumu nani? Mungu. Kubali wewe kwamba ulimkosea Mungu, ukaharibikia huko ulikoenda kujitafuta wewe. Lakini unayo nafasi ya kurudi kwake. Anachokitaka kutoka kwa mwanadamu ni toba. Mtu afanye ile toba ya kweli. Toba manake ni kugeuka, kwamba hii njia niliyokuwa naiendea sio sahihi, ninaamua kugeuka. Kurudi wapi? Kurudi kwa baba yangu. Kama yule mwana mpotevu alivyofanya. Alitoka akaenda akafanya anasa kule. Kweli akafanya vitu vingi, lakini alipogundua kwamba yale ni makosa ameyafanya na hana mahali pengine popote pa kwenda, usalama wa maisha yake ni nyumbani kwao, hakuna mtu mwingine anaweza akajali yale maumivu ambayo anayapata zaidi ya mzazi. Yule mtoto alichukua hatua. Tena Biblia inasema alizingatia. Unaelewa, kuzingatia ni zaidi ya kuamua. Ni yale maamuzi ambayo unahakikisha yanafanyika kwa usahihi na kwa hatua sahihi. Kwa hiyo Mungu anamtaka mtu hivyo, ambaye anatambua kwamba maisha yangu mimi bila Mungu siwezi jambo lolote. Nimeteseka sana. Ninamhitaji Mungu. Hakuna mwanadamu yeyote ambaye anaweza akanisaidia. Hakuna kitu chochote. Unajua Mungu anavyotuona tunatumainia waganga wa kienyeji, tunahangaika huku na kule, moyo wake unajisikia vibaya. Ni furaha ya Mungu kuona kila mtu anaifikiria ile toba ya kweli, anajitambua kwamba nilikosea. Anapolisikiliza neno la Mungu, anaanza kujikagua mwenyewe. Anapojikagua, Roho Mtakatifu anakoleza lile neno. Kwa kadiri Roho Mtakatifu anavyolikoleza, yule mtu sasa anafika hatua ya kufanya nini? Toba. Na ukisoma kitabu, napenda sana kitabu cha Isaya. Ukisoma Isaya 55 ule mstari wa 6 na wa 7, anasema nitafuteni maadamu napatikana, niiteni maadamu niko karibu. Angalia mstari wa 7 anachokisema, mtu mbaya na aiache njia yake, na yule mtu asiye haki ayache yale mawazo yake, ili afanye nini? Arudi kwa Mungu. Hivyo tu ndivyo Mungu anavyotaka. Anatoa mwaliko kabisa, yeye anapatikana, yuko karibu na sisi kabisa. Lakini ili uje kwake, anataka uziache njia zako mbaya. Manake yule mwalimu wa uongo, yule shetani ambaye umemfanya kuwa mwalimu wako, uachane naye, ile njia sio sahihi. Dunia ambayo tunaishi, Warumi 12 mstari wa 2 anasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Ukiendelea kusoma pale, anasema mpate kuangalia mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Kwa hiyo sasa dunia kumbe ina namna yake ambavyo inaishi, na kwa sababu watu wameifuata ambayo sio njia ya Mungu, wameharibikia huko. Mahali pengine Biblia inasema dunia na vitu vyote vilivyomo yani dunia itakunjwa kama karatasi. Manake dunia hii itapotea, ina mwisho wake. Nataka kuwashauri watu kwamba nyakati tulizonazo ni mbaya sana. Tuko kwenye majira mabaya. Kuna mtu Biblia hasomi, lakini amekaa anapinga kabisa hakuna mwisho wa dunia. Nataka nimwambie kwamba kama alianza kuwepo, basi na kuondoka kupo. Kama alikuja ataondoka. Ndio maana watu wanazaliwa, wanakufa. Ayubu anasema mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, nazo zimejaa taabu. Kwa hiyo tufanye haraka
Wakati uliokubalika ni huu ambao Mungu anaruhusu unasikia shuhuda mbalimbali. Unajua Mungu ni fundi. Anajua kabisa kwamba mateso, taabu vimempelekea mtu aone kama Mungu hayupo. Sasa Mungu ili amrudishe huyu mtu kwenye line, anawatafuta wale watu ambao walipita kwenye mateso na taabu wakamuona Mungu akiwapigania. Mungu anawatumia hao kumuonesha yule mtu kwamba mwanangu, mimi nipo, nina uwezo wa kukusaidia. Anachokitaka kwa mtu akubali toba. Lakini maajabu ya leo, mtu anautaka uponyaji ila hamtaki anayetoa uponyaji. Sasa hiyo sio sawa sawa. Ukipenda boga, penda na ua lake. Ukija kwa Yesu unapata vyote. Lakini kikubwa sana cha msingi ni maisha mengine baada ya haya. Yako maisha ya milele. Biblia inasema baada ya kifo tu ni hukumu. Kwa hiyo mtu hatakuwa na nafasi ya matengenezo. Lakini nataka nimkumbushe mpenzi mtazamaji kwamba Yesu anarudi. Ninataka niongee na wewe unayenitazama wakati huu kukuambia kwamba Yesu anarudi. Ukisoma kitabu cha Yohana 14 ule mstari wa kwanza, utaona Yesu anazungumza. Anawaambia wale wanafunzi, msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Anasema kama sivyo ningali waambia. Anasema anaenda kuandaa makao ili alipo yeye na sisi tuwepo. Kwa hiyo nataka kukukumbusha kwamba Yesu atarudi tena. Atarudi kuja kulichukua kanisa. Ninatamani wewe unayenitazama na kunisikiliza uwe basi mmoja wa watu ambao Yesu akirudi na wenyewe watanyakuliwa pamoja na Bwana Yesu. Furaha ya Mungu ni kuona wanadamu wote wanaifikiria toba ya kweli. Hiyo ndio furaha ya Mungu. Huzuni kubwa ya Mungu na kilio chake ni kuona mtu mmoja aliyemuumba kwa mfano wake anapotelea kwenye dhambi. Niko hapa kukwambia Yesu ameenda kuandaa makao kwa ajili yako mpenzi mtazamaji. Ameenda kuandaa kwa ajili yako. Ameenda kuandaa kwa ajili yangu. Tafadhali kumbuka ni wapi ulipoanguka, utubu, yatengeneze maisha yako. Dunia ambayo tunayo sasa inapita na mambo yake yote. Usisahau kwamba nia ya mwili ni mauti, lakini nia ya roho ni uzima na amani. Kwa hiyo ni vizuri unapoendelea kusikiliza shuhuda hizi ukumbuke kuwa huu ni wito wa Mungu kukuita wewe kukaa vizuri kwenye maisha yako. Inawezekana umeokoka lakini unatembea kwenye njia ambazo sio za Mungu. Niko hapa kukutia moyo. Jitahidi sana kurudi kwenye nafasi yako. Mungu anawatafuta watu ambao wamekaa naye vizuri ili ajivunie wao. Tafadhali sana. Wakristo tujitahidi kuweka mambo yetu vizuri. Lakini wewe ambaye bado hujampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unayo nafasi. Wakati uliokubalika ni huu ambao unanisikiliza. Ninaamini utakaposikiliza ujumbe huu, Mungu atakusaidia na utachukua maamuzi sahihi ambayo yatakuwa bora kabisa kwenye maisha yako.